Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini tangazo la kupiga marufuku raia wa nchi 12 kuingia nchini Marekani, akisema kuwa hatua hiyo inahitajika ili kulinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya usalama. Agizo hili ni sehemu ya mkakati wa kuzidisha udhibiti wa uhamiaji alioanzisha mwaka huu mwanzoni mwa muhula wake wa pili, ambao pia umejumuisha kufukuzwa kwa mamia ya Venezuela kwenda El Salvador kwa tuhuma za kuwa wanachama wa magenge ya uhalifu na jitihada za kukataza usajili wa baadhi ya wanafunzi wa kigeni na kuwafukuza wengine. Kuanzia Juni 9 mwaka huu wa 2025 saa 6:01 usiku, kuingia kwa watu kutoka nchi nyingine 7 ambazo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela kutadhibitiwa kwa kiasi fulani. Hatutaacha watu kuingia nchini mwetu wanaotaka kufanya madhara, amesema Trump katika video aliyotuma kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Amesema orodha hii inaweza kubadilika na nchi nyingine mpya zinaweza kuongezwa. Tangazo hili linajiunga na marufuku ya awali aliyotoa Trump katika muhula wake wa kwanza, ambayo ilikuwa inahusisha watu kutoka nchi 7 zenye Waislamu wengi zaidi. Sera hii ilipitia mabadiliko kadhaa kabla ya kuthibitishwa na mahakama kuu mwaka 2018. Rais wa zamani wa wakati huo Joe Biden, aliyechukua nafasi ya Trump, alifuta marufuku hiyo kwa raia wa nchi za Iran, Libya, Somalia, Syria na Yemen mwaka 2021, akisema kuwa ilikuwa ni aibu kwa dhamiri ya taifa la Marekani. Trump amesema kwamba nchi zilizo na vikwazo vikali zimekubaliana na maamuzi hayo kwa sababu zinahusisha uwepo mkubwa wa magaidi, kushindwa kushirikiana katika masuala ya usalama wa visa na kushindwa kuthibitisha utambulisho wa wasafiri, ufanisi mdogo katika kurekodi historia za jinai na viwango vya juu vya kukaa zaidi nchini Marekani bila kibali. Hatuwezi kuwa na uhamiaji wa wazi kutoka nchi yoyote ambapo hatuwezi kuchunguza na kupima kwa usalama na kwa uaminifu wale wanaotaka kuingia Marekani, amesema Trump. Trump alitoa mfano wa tukio lililotokea Jumapili huko Boulder, Colorado, ambapo mwanaume alitupa bomu la petroli kwenye umati wa watu kwa kudai haki za Waisraeli na kusema kuwa hiyo ndiyo sababu ya kuhitaji vikwazo vipya. Mtu huyo, Mohamed Sabri Soliman, raia wa Misri, ameshtakiwa kwa tukio hilo. Naye waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela Diosdado Cabello, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro, amejibu kwa kusema kuwa serikali ya Marekani ni fashisti na kuwaonya wa Venezuela kuhusu hatari ya kuwa nchini Marekani. Haki halisi ni kwamba kuwa nchini Marekani ni hatari kubwa kwa mtu yeyote, sio kwa Venezuela pekee. Wanawatesa watu wetu kwa sababu zisizo na maana, amesema Diosdado Cabello. Nchi nyingine kama Somalia na Pakistani zimesema kuwa ziko tayari kushirikiana na Marekani ili kutatua masuala ya usalama yaliyotajwa. Wakati hayo yakiendelea, fukuto jipya limeanza kufukuta baada ya wakurugenzi wenye itikadi za kihafidhina wa chama cha Republican chake Trump katika Senate ya Marekani na bilionea Elon Musk kutoonesha dalili ya kupunguza upinzani wao dhidi ya mswada wa kupunguza kodi na matumizi ya Rais Donald Trump. Elon Musk na wakurugenzi hao wanasisitiza hitaji la kupunguzwa zaidi kwa matumizi ya serikali. Ofisi ya bajeti ya bunge isiyo na upendeleo CBO jana imekadiria kuwa mswada huo utapanua punguzo la kodi la Trump la mwaka 2017 na kuongeza matumizi kwa jeshi na usalama wa mpaka. Utaleta ongezeko la takribani dola trilioni 2.4 kwa deni la taifa la Marekani, ambalo kwa sasa ni dola trilioni 36.2. Mtendaji mwingine asiye na upande kutoka kamati ya bajeti ya shirikisho ya Marekani, yani Committee for a Responsible Federal Budget, amesema kuwa ikiwa watazingatia malipo ya riba, gharama ya mswada huo inaweza kupanda hadi trilioni 3 katika kipindi cha mwongo mmoja, au hadi trilioni 5 ikiwa punguzo la kodi za ziada litafanywa kudumu. Musk, ambaye ni mtu tajiri zaidi duniani na ambaye pia kwa miezi kadhaa aliongoza juhudi za kupunguza matumizi ya idara ya ufanisi wa serikali, kwa sasa ameongeza mashambulizi yake dhidi ya hatua hiyo, akijiunga na wale wa Republican walioko katika Senate ambao wameeleza kuwa toleo lililopitishwa na baraza la wawakilishi mwezi uliopita halikufanya vya kutosha kupunguza matumizi. Mswada mpya wa matumizi unapaswa kuandikwa ambao hauongezi sana deni. Musk
Musk ambaye alikuwa mchangiaji mkubwa wa pesa za kampeni za chama cha Republican katika mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2024 amesema kupitia mtandao wake wa X na kuongeza kuwa Marekani iko kwenye njia ya haraka kuelekea utumwa wa deni. Viongozi wakuu wa Republican bungeni wamekataa lawama za Musk, na afisa mmoja wa ikulu amesema kuwa hatua za Musk zilikuwa zinakasirisha. Sidhani kama maseneta wengi wanavutiwa na anachokisema Musk. Ni vichekesho, lakini sisi ni watunga sera wa kweli. Tunapaswa kutawala, na hivyo tunahitaji kushughulikia swala hili kiuhalisia. Senator Kevin Cramer wa North Dakota amewaambia waandishi wa habari. Hii ni Msasa Media Kimataifa. Endelea kuwa nasi kupitia mitandao ya kijamii. Tunatumia Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.